Hali gani mwanafamilia wa channel tupendwa hii hapa ya Kileo Media. Kama ndo mara kwa kwanza basi nikusii usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment bwana. Anko T afunguka vitu vingi na kitu ambacho alichoweza kukisema ni kuhusiana na masuala mazima ya ndoa ya bwana mkubwa Diamond Platnumz, Gigy Money, Rita pamoja na Nifa. Alianza na kumzungumzia mmoja baada ya mwingine. Alianza kuzungumzia swala moja la Rita pamoja na Diamond Platnumz akisema kwamba Zuchu ni moja kati ya mwanamke ambaye anajielewa na kujitambua. Sikuweza kutegemea kama angeweza kutaka kuvunja ndoa yake kwa sababu ya mwanamke mwenzie. Kwanza wanachotakiwa kuweza kuelewa, Zuchu ni moja kati ya mwanamke ambaye yuko peace na anajielewa katika kila hatua ambayo anayoifanya katika maisha yake, na pia natamani kuweza kuwaeleza jambo ambalo linalohusiana na maisha yangu binafsi, lakini wacha nikae kimya kwa sababu watu wengi wamekuwa kinanga sana kuhusiana na mimi jinsi nilivyo. Lakini pia alikuja kwenye swala zima la Gigy Money pamoja na Nifa. Yeye binafsi aliweza kusema kwamba Nifa ni moja kati ya mwanamke mpambanaji na mwenye ukamilifu wa hali ya juu, na tumeweza kuona kazi zake ambazo anazozifanya sio kazi ndogo, na binafsi mimi kwa upande wangu nampongeza kwa kasi ya hali ya juu. Lakini pia akili yake kuna muda haiko sawa na kuna muda iko sawa. Hili jambo yatupaswa kuweza kumkingia sana kifua, kwa sababu tusipokuwa naye makini basi tutajikuta tunapoteza wote, kwani hawa watu Gigy Money pamoja na Nifa, hawa watu wanaendana akili zao, yani hakuna utofauti hata kidogo. Na tumeweza kuona kuna kipindi Nifa aliweza kumkataa mpaka mume wake ambaye aliweza kufunga naye ndoa. Ndo uelewe kwamba Nifa ni bado mtoto na akili bado haijamkaa kiutu uzima. Na kwa upande wa Gigy Money unaona anapobadilisha wanaume, leo huyu kesho huyu. Kama mwanamke ambaye anajielewa na kujitambua hawezi kufanya hivyo. Ninaamini huu ni utoto ambao unawasumbua, ila wakikua wataacha hizi drama zao ambazo wanazozifanya. Bwana, hayo ndio mambo ambayo aliweza kuyaongea Anko T, na akiweza kusisitiza kuhusiana na maisha, akisema kwamba watu tujipende na tuwapende watu wengine. Hili jambo litakuja kutusaidia sana katika maisha, kwani kuna watu wengi wanatamani kuweza kuona maisha yetu yakibadilika kadri siku zinavyozidi kwenda. Bwana, mambo ni mengi alafu muda ni mchache. Mimi naomba nikusii kitu kimoja, kama ndo mara kwa kwanza usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment, kwani ukifanya hivyo utakuwa umejiweka katika nafasi nzuri ya wewe kuweza kuenjoy na kufurahi pia. Bye bye.